Shalom mwalimu Isaya, naitwa Tito Paul niko Mbauda. Kwenye kitabu cha Mwanzo 3 mstari wa 7 hadi wa 10 inaposema ndipo macho yao wote wawili yakafumbuliwa. Je, hapo mwanzo mwili wao ulikuwa hauna macho au walikuwaje kwenye nyuso zao? Pia walikuwa wanamuona Mungu live kabla ya kula tunda au walisikia sauti tu? Na tunaweza kuyatumia tunaweza kuyatumia tukamuona live, yani haya macho yetu, au ni manabii wakuu tu ndio wanamuona live? Ilikuwa ni muunganiko wa swali ndani ya swali. Umesema je, walikuwa miili yao haina macho? Sasa je, Adam na Hawa walikuwa vipofu kwanza kabla ya kula tunda la ujuzi wa mema na mabaya? Tuambie. Maana yeye amenukuu pale anasema ndipo macho yao yakafunguliwa. Jibu ni hapana. Hawakuwa vipofu. Walikuwa wanaona kabisa. Na shetani alivyomwambia Hawa macho yao yangefunguliwa, alikuwa akimaanisha kwamba wangepokea aina fulani ya nuru ya kipekee ambayo kwa Kiingereza ni illumination, ambapo neno hilo sasa ndipo tunapata neno Illuminati linalotokana na hilo illumination. Hujawahi kuona mtu anakuambia wewe kuna hiki na hiki na hiki, mimi nakwambia funguka macho, kwani unakuwa hauoni au ingia kwenye jicho la tatu. Umeona? Yes, kwa hiyo iko hivyo. Sasa simulizi hii inaeleza kwamba Hawa aliendelea kuliangalia lile tunda kwa umakini na hali ya juu sana, kwa hali ya juu sana, mpaka akaona ni lenye kutamanika na kwamba linapendeza macho. Unaona, mpaka hapo kumbe alikuwa na macho anayoona, haya macho yanayoona kabisa kama mimi ninavyokuona hapa. Alikuwa na haya macho. Alafu sasa akaamua kula. Hii ina maana kwamba walikuwa wana macho ya damu na nyama au macho ya kimwili, wanaangalia kabisa na wanaona vitu vinavyoendelea, kwa maana kwamba walikuwa wanaweza kuona hata kabla ya kutenda dhambi. Sio kwa walikuwa ni vipofu. Sasa kitabu cha Mwanzo hiyo 3:7 inaposema walifumbuliwa macho yao na kuona, hiyo ni kwa njia ya mifano. Kumaanisha kwamba walihisi wazi na waliona aibu pia mbele za Mungu kwa dhambi ambayo wameshaifanya tayari, kwa kutokutii. Kwa hiyo ilikuwa ni macho yanahusiana, ni aina ya usemi au aina ya ishara ya macho ya ufahamu, understanding. Sasa haya macho yahusiani na kuona kinabii. Naomba hapo nimwambie macho haya yahusiani na kuona kinabii, kwa macho hayo tunaweza tukayatumia kumuona Mungu au ni manabii pekee wa Mungu ndio wanayo. Macho haya yani yako tofauti, kwa sababu shetani alichokuwa anajaribu kuwashawishi, au ibilisi alichokuwa anajaribu kuwashawishi ni macho ya kuona kile ambacho, maana ujue shetani huyu ni kikongwe huyu. Amekaa siku nyingi sana na huko kwenye hiyo enzi alikuwepo. Ndio maana nilikuwa naongea hapa kuhusiana na namna alivyoangalia akaona fursa pekee ni mwili wa nyoka utumii. Na nyoka huyu amekuwa hapo akiwa na wapiga story na huyu mwanamke na hivyo kwa akaona aingie kwenye mwili wa nyoka kinyume na utaratibu, kwa sababu mwili wa nyoka haukuumbwa kubeba roho ya aina yoyote ile. Yule ni mnyama tu kama kiumbe wa kawaida ambaye yupo leo na kesho anapotea. Kwa akaamua aingie aanze kumdanganya, na Eva alipoyasikia maneno matamu na maneno ambayo anaonekana huyu nyoka ni kama amekuwepo maelfu ya miaka, ikabidi aanze kumsikiliza kwa umakini. Na baadaye anamuuliza sasa huyu nyoka, haya mambo yote maana alianza kumdanganya, akianza kumuelezea uzuri wa muumba ulivyo, kumbe anamuingiza box. Ili amuulize, wewe hekima umeipata wapi? Nyoka akamwambia ni ule mti ule, yale sasa Eva kaanza akachanganyikiwa hapa, maana akaanza kujiuliza, sasa kama mtu kila matunda ya ule mtu nakuwa na akili hivi, kwa nini Mungu ametuzuilia kitu kizuri namna hii? Yote hii alikuwa anaona. Kwa macho yanayowahusu manabii wa Mungu sio haya ya Adam na Hawa, hapana. Macho yanayowahusu manabii wakuu ni macho ya Mungu mwenyewe. Lakini haya waliofumbuliwa Eva yalikuwa ni ile tunaita understanding.
understanding. Kumbuka kabla ya hapo walikuwa kama watoto wadogo wakiwa kwenye bustani ya Eden wakicheza humo, umeona. Na hili ukumbuke hata Yesu mwenyewe kama utakumbuka vizuri alisema mtu asipokuwa kama mtoto mchanga hawezi kurithi ufalme wa Mungu. Kwa maana yake unapokuja manake usije ukaanza kutafiti vitu ambavyo hata sio vya vikuhusu wewe. Kwa ndo maana Yesu alichongea hicho kuwa mtu asipokuwa kama mtoto mdogo hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Na sasa Adam na Eva kumbuka wamekuwa kama watoto wadogo waliokatazwa wasile matunda ya ule mti uliokatazwa. Alafu amekuja kizee hapa ambaye ana miaka mingi, huyu Ibilisi, na amekuwepo muda mrefu kabla hata ya wao kuumbwa, akaanza kuwafumbua macho. Matokeo anakataa kuwafanya wao watu wazima sasa. Wajitegemee kama yeye alivyoamua kujitegemea mbinguni, aachane na Mungu, maana aseme mimi ninaondoka hapa. Ndivyo hivyo. Kwa hiyo ikawapelekea wao hawa kumwasi Mungu. Naomba nirudi sasa kwenye kufumbuliwa macho ya kuona nuru ya kipekee ambayo hapo ndipo tunapata ile jamii ya siri sasa, ile ya Illuminati ambayo wao wanasema wameona nuru. Ndio macho ambayo Ibilisi alikuwa anawafungua Adam na Eva. Sio macho haya ya Adam na nyama, sio kwa walikuwa hawaoni, walikuwa wanaona kabisa. Na ndio maana unaona baada ya kuona tumemkosea Muumba, tumetenda dhambi, Biblia inasema wakafumbuliwa macho wakajiona wako uchi. Yaani kuwa uchi ni ile kutoka nje ya uwepo ule wa kimungu. Maana mtu aliyeko nje ya uwepo wa kimungu huko nje atapigwa tu. Atapigwa vizuri sana. Kuna wimbo tulikuwa tunaimba zamani wanasema ingia uwe mmoja wa kondoo. Unafanya nini nje? Kwa sababu nje kuna wachawi, nje kuna mbwa mwitu au mbwa mwitu atakurarua. Kwa hiyo manaka sasa unaonaga hawa wa hiyo jamii ambayo tunaita ni secret society, jamii ya siri ambayo wao ni wana Illuminati, wanasema kuwa sisi tumeona mwanga na wale wanasema hatuchangamani na upande wowote. Ndio hawa ambao ndani yake wengine wanatoka wanaenda kuwa ni Freemason, ambao wao wanajiita wao ni wajenzi huru. Yani hawachangamani na upande wowote ule, na wao wanakuambia tumeona nuru. Kumbuka kama bosi wao walivyokuwa wamefanya. Na bosi wao huyu siku zote ni kwenda kinyume kabisa na chochote ambacho Mungu amekiongea. Mungu anaposema usizini, yeye akwambii tu usizini. Anakuambia nenda kaoe tena na mtu ambaye ni wa jamii, yani ni wa jinsia yako. Sio unaona? Yani maana yake ameamua kwenda kinyume kabisa, na ndio maana unakuta hayo mambo yanaendelea huko. Kwa hiyo macho haya waliofunguliwa ni macho ya understanding au macho ya ufahamu kinyume na mapenzi ya Mungu yalivyokuwa. Yani akijaribu kuwafungua kuwa, yani anajaribu kuwadanganya pia kwa huyu mnaye mtegemea hapa, mimi nimekuepo huko na nimekuwa naye siku nyingi sana. Huyu mzee aminikagi huyu. Yani si mnaona hivi mlivyo, atakuja kuacha hivi. Yani akawajaza maneno na mwisho wa siku wakaanguka. Lakini swali moja la kujiuliza ni hili hapa. Mbona Hawa alipokula lile tunda Biblia isemi kuwa alifunguliwa ufahamu? Ni mpaka Adamu alipokuja kula ndio akafunguliwa macho. Si unaona? Hilo sasa hiyo ni homework ya ndugu zetu hao. Wajiulize hivyo. Kwa sababu ni sababu gani iliyosababisha mpaka Adamu amekuja kula ndio wanakuja kufunguliwa macho? Lakini Eva amekula hamna shida yote. Amekuja mpaka anaanza kumshawishi mume wake anaona, na Eva akatumia hiyo kwa wewe basi haunipendi. Maana kama ungekuwa unanipenda mbona mimi nimekula hamna shida? Si unaona? Yani ndio maana hasa Adam na kaona labda pengine, lakini Mungu alitukataza. Kwa nini tule leo hili? Lakini Biblia inasema Adam alipokula tu ndio ikawa imekuwa hivyo. Ni kwa sababu kulijibu tu hapa hiyo tusaidie. Ni kwa sababu aliyepewa maagizo ya lile hakuwa ni yule mwanamke. Aliyepewa maagizo alikuwa ni nani? Ni Adam. Kwa maana kuwa Adam akichemka na mwanamke atakuwa amechemka automatic. Ukumbuke pia mwanamke huyu ambaye ni Eva hakuumbwa na Mungu, alitolewa kutoka kwa Adam. Kwa maana yake huyu Adam angeweza kulizuia lile jambo. Maana kuna wanawake ambao pia walijaribu kufanya hivyo, lakini kwa kusimama kwa yule mwanaume basi kukazuia mambo fulani. Mfano wa Ayubu. Kumbuka mke wake alimwambia mkufuru Mungu ukafe. Na Ayubu akamwambia umekuwa miongoni mwa wanawake wapumbavu. Kwa nini unaniambia ni mkufuru Mungu nikafe? Akasimama. Na kusimama kwake ndio ilikuja ikarudisha sasa ule utukufu aliokuwa nao mwanzo mara 2 zaidi. Kwa hiyo ndio maana yake. Kwa hiyo ndugu yetu aliyeuliza hili swali Bwana Tito Paul,
macho waliofumbuliwa hawa ilikuwa ni macho ya ufahamu, sio macho ya damu na nyama ya kuona. Mwanzo walikuwa wanaona kabisa, na mambo kabisa yanavyoendelea wanayaona. Na ndio maana unaona hata Adamu mwenyewe wakati ule amelazwa usingizi, operation ikafanyika, alafu kwenye ubavu wake akatolewa, akachomolewa mwanamke, alipoamka anamuona. Ndio maana akaanza kusema huyu ni nyama katika nyama yangu na ni mfupa katika mfupa wangu. Kwa hiyo hayakuwa macho haya ya nini, macho ya nyama na damu. Amesema tunaweza kuyatumia hayo macho kumuona Mungu. Ukiamua kuyatumia hayo macho utamuona shetani. Yale yaliyotumika pale, ambayo maana aliyeshawishi yale macho ili mpaka wafunguliwe hayo macho waanze kuona vitu ambavyo vilikuwa havipo, alikuwa ni Ibilisi. Na Ibilisi anataka awatoe kwenye mpango wa Mungu, na ndio maana Ibilisi hajaacha hiyo kazi. Ndio maana mpaka leo, ndio maana nimekuambia hivyo vitengo, hizo secret societies, kwa sababu wao wanakuambia sisi hatufungamani na upande wowote. Maana wao wanasema wewe kumwabudu Mungu umekuwa ni mtumwa, lakini hapa unakuwa uko huru. Ndio maana ile free mason, mason ni wajenzi, ndio maana wakajiita wajenzi huru, ambao wajenzi huru hao hawafungamani na upande wowote. Alafu huko ndani kuna wanakufanyia yani uone mwangaza. Na maana unaona wale wasanii wakubwa wakishajiunga huko anaanza kusema nimeona nuru. Ndio lile jicho la tatu lilikuwa naliongelea lile ambalo linakuwa kama piramidi hivi, alafu kuna jicho pale katikati. Kwa maana eti kuwa nimeona nuru limefungua jicho la tatu. Hilo jicho la tatu hilo ndio huyo sasa ambaye mkubwa wake na mastermind wa hilo jicho la tatu alikuwa ni Ibilisi mwenyewe.